Mtazamaji, kinachoendelea hapa katika mitaa ya Msimbazi ni kwamba goli la Chama linaonyeshwa hapa. Ni mbinu ya kuwakera wapinzani. Goli la Chama linaonyeshwa hapa, linarudiwa. Kinachoendelea hapa katika viwanja vya Msimbazi, kinachoendelea hivi sasa ni goli la Chama linarudiwa, na muda mchache kutokea sasa huenda Young Africans wakapita hapa kwa ajili ya kuja kuwakera, lakini Simba nao sio kinyonge, wameamua kujibu mashambulizi kwa kile ambacho wanakiona. Goli la Chama linarudiwa hapa katika mitaa ya Msimbazi. Ni kutokea katika mitaa ya Msimbazi hapa Dar es Salaam, ambapo leo hii kuna tambo za kufa mtu. Mashabiki wa klabu ya Young Africans wanapita hapa muda si mchache kuja kuwakera Simba Sports, lakini Simba nao wamekuja kivingine. Wamekuja kivingine kwa maana wamejipanga kwa ajili ya kuja kuwakera Young Africans. Simba leo mara ya tano haitakuwa kinyonge mitaa ya Msimbazi. Leo mara ya tano haitakuwa kinyonge mitaa ya Msimbazi. Mtazamaji wa S500 TV, ni kwamba big screen mitaa ya Msimbazi. Mtazamaji wa S500 TV, tupo hapa katika mitaa ya Msimbazi, ambapo leo hii klabu ya Young Africans mashabiki watakuwa wanapita hapa kwa ajili ya kushangilia kombe lao kwa mwaka 2025-2026. Mechi ambayo ya Young Africans dhidi ya Simba Sports iliyochezwa Isamuyo. Goli la Clatous ndio inarudiwa hapa katika mitaa hii ya Simba ama Simbazi hapa Dar es Salaam Kariakoo. Mechi ambayo Young Africans waondoka na sare ya 2-2 kutoshana nguvu katika uwanja wa Isamuyo, Simba akiwa nyumbani, ambapo Simba itangulia goli 2 mapema kabisa kipindi cha kwanza. Hilo goli linarudiwa hapa katika mitaa hii ya Msimbazi Dar es Salaam. Tupo hapa na mashabiki wa klabu ya Simba Sports. Ndugu zangu, Msimbazi umekuja kuwakumbusha kwamba waende Pemba au tuwasimange. Waende Pemba au tuwasimange, wachague moja, wasafiri sasa hivi au watusubiri tupite. Tukipita watuvumilie. Ukija hapa unakutana na goli la Chama limewekwa hapa, linarudiwa kila wakati, linarudiwa. Siku zote mgonjwa lazima apewe matumaini. Kwa hiyo hapo hivyo wamejiwekea matumaini ili tusiwakere, lakini tunakuja kivingine. Hawatukeri kwa chochote, ubingwa wetu. Ulikuwa umemtoa wapi Simba? Nimeleta ndugu yangu aje kuangalia goli la kimataifa, goli la msimu. Japokuwa amechukua kombe, lakini aje aone kombe la, yani goli la msimu. Analiona goli la Chama pale la Clatous. Unaleta vipi? Kwanza tunawauliza wameenda Pemba au wanatusubiri? Wengine wako hapa, watokee tuwaone sasa. Tukitoka hapa sisi tunaenda kuja mazima. Unawaambiaje sasa walikuwa wa Simba aje mpaka tufikishe makombe 10 ya NBC. NBC wenyewe wakimbie wao. Wakibadilika NBC ndo watachukua wao, lakini sisi NBC na sisi. Bwana, unamwambia nini mwanangu? Wakati huu ni msimu wao sasa hivi. Huo msimu unaokuja watauona. Goli tunaendelea, mapigo ni yale yale. Wanasema mwakani tena. Mwakani wanachukua wapi? Pigo ni
kipigo ni kile kile, magoli ya tikitaka ndio kawaida yetu. Unataka kusema maana mnapita. Tuwaulize kule wakibahatika na wenyewe watapiga paredi au hawatapiga paredi? Paredi wakati wanaona goli la tikitaka la kimataifa bwana. Lile goli amefunga mtu yani ile goli inafungwa na watu wa kimataifa tu. Na tumeamua tuliweke live ili msije mkapita hapa. Ndo DJ leo. Hapa akipita nasikia anapewa apige huu mziki mbona mdogo kwao, tukipita sisi watuvumilie, tunakuja. Hiyo nafasi ndogo lakini tajaa. Kwenye TV waone ile goli. Endelea kuwaonyesha naye waone. Kuna washabiki wenzake waone goli ile. Poa bwana. Poa kaka. Wacha tukajipange. Poa. Mtazamaji, tupo Msimbazi hapa, mashabiki wa klabu ya Simba kama ambavyo unaweza kuwatazama. Bwana mkapi kama kawaida. Shwari. Naona umekuja na skafu kama umekuja kupokea ubingwa. Sina pressure na timu yangu. Una pressure? Sina pressure na timu yangu, 100% nashinda leo. Na leo mnashinda? Na nachukua kombe la CRDB. Kama kawaida. Leo mmeandalia surprise wana Yanga hapa Msimbazi. Kama kawaida. Watu hawajategemea kuona kitu kama hiki. Wao ndo walisia wa Simba. Kwa sababu Simba ni taasisi, nasema timu kubwa. Kwa hiyo wao sio wameungana. Sisi hata kama wameungana, kwa hiyo si hatuogopi. Wao wamesema sisi tunaungana na Yanga na Azam wameungana, lakini si hatuogopi. Kama kawaida. Bwana mzee, leo mmeandalia goli la Chama hapa viwanja vya Msimbazi. Unaweza kuzungumza nini? Haiko tu ni historia, kwa sababu ile goli la Chama yani kama vile unakula yani una pressure ukiangalia ile goli. Unalala safi, unazungumza safi. Kwa hiyo haina shida kabisa. Unaweza kuambia nini Yanga? Wanapita muda si mrefu hapa. Wao watajua wenyewe. Sisi kwanza tusikie masuala ya Yanga. Sisi tupo kwenye ratiba ya Simba, masuala ya Yanga tusikie nayo leo. Unasema leo Zimbo Junior ndo DJ. Atajua mwenyewe. Atapiga mziki hapa. Sisi tupo katika harakati zote za finali. Ndio maana tumetokeza kwenye klabu yetu. Tumeangalia big screen kubwa, hatuna shida. Bwana yangu, shukrani. Asante. Bwana